Juma lililopita tulianza kutafsiri sura hii na tukafasiri aya ya kwanza tu, wal-fajr, tukaitolea maelezo yake kama yalivyotolewa na wanazuoni, yani mufassirun. Kwa hiyo leo kabla ya kuondokea aya ya pili, tutamalizia sehemu moja ya mwisho katika aya ile, ni kuhusu fadhila za salatul fajr. Fadhila hizi wanazuoni wamezikusanya katika hadithi zilizokuwa sahihi, kwa maana kuna mambo 7 kuhusiana na umuhimu wa swala ya alfajiri. Tena wakaweka msisitizo fil jamaa, yani hii swala alfajiri fadhila zake fil jamaa, itakaposaliwa katika hali ya nini, kwamba watu wameswali katika swala ya jamaa. Tutazitaja fadhila hizo kama zilizoelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza mojawapo ni awalan, annahu, yeyote yule ambaye atakuwa ameswali swala alfajiri kwa jamaa, fi dhimmatillah. Fadhila ya kwanza ni kwamba anakuwa katika dhima ya Allah. Nini maana ya dhima iliyokusudiwa hapa? Ai fi dhamanillah, yani anakuwa katika dhamana ya Allah. Kwa mfano mtu akwambia wewe nenda, lakini unajua bwana kule, wewe nenda, anakupiga kifua hivi, wewe nenda, yani dhamana yote, dhima yote iko juu yangu. Kwa hivyo mtu mwenye kuswali swala alfajiri fil jamaa, ma'al jamaa, basi anakuwa katika dhima ya Allah, katika udhamini wa Allah, na anakuwa katika hifadhi yake wa hifdhihi wa riaatihi, na vile vile anakuwa katika uchunga, yani Allah huwa anamchunga mtu yule. Hii imekuja hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, hadithi ya Jundub bin Abdullah, ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, bwana Mtume sallam amesema, man salla subha, yoyote mwenye kuswali swala alfajiri, swala subuhi, fa huwa fi dhimmatillah ila akhir alhadith, basi huyo anakuwa katika dhimma, dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo Allah anamkinga na shari zote. Allah almuhimu anakuwa katika dhima zote. Hii ni fadhila ya kwanza. La pili ni annaha najatu lilabdi minan nar, kwamba mtu mwenye kuswali swala alfajiri, swala alfajiri inamuokoa mtu na adhabu ya moto, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ammar bin Ruwaiba. Hadithi iko katika sahihi Muslim. Mtume sasa anasema, ya Ammar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia bwana Mtume sallam yakulu, akisema, lan yalijan nar, hataingia motoni, ahad, yoyote, salla qabla tulu'i shams, yule ambaye aloswali kabla ya kuchomoza kwa jua, bimaana salatul fajr, na mwingine wa kabla ghurubiha, na kabla ya kuzama kwa jua, yani salatu al-asr. Kwa hiyo hapa yaonesha kwamba mtu mwenye kuswali swala alfajiri, basi naam, Mtume anasema lan yalijan nar, hataingia motoni. Lakini ifahamike kwamba ma'al jamaa, yani swala alfajiri mtu aiswali kwa jamaa, pamoja na jamaa. Kusalija ile ujanja kwamba mtu anasubiri tena jua lishatoka na hivi basi tena naswali chapu na, au wengine wale ambao ndio wako mbali na ufahamu sahihi, asubiri kabla ya dhuhuri haijaingia, ndio anakaa pembeni tena naswali. Na utamjuaje? Utamjua kwamba anainua mikono kwa ajili ya kunuti, Allahumma hidina fi man hadait, ya huyu kumbe ndo anaswali alfajiri saa hii. Sasa almuhimu ni kwamba usaliji wa alfajiri, fadhila hizi ma'al jamaa, kwamba mtu atapokuswali kwa jamaa. Tatu, annahu sababun lidukhuli aljanna, swala alfajiri ni sababu ya mtu kuingia peponi, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana Mtume amesema, man salla al-bardaini dakhala al-janna, yoyote mwenye kuswali katika baridi mbili, baridi mbili, basi ataingia peponi. Baridi mbili hizi wamefasiriwa, yani kwa maana katika tafsiri nyingine na hadithi nyingine ni salatul fajri wa salatul asr. Kivipi? Kwa maana sala alfajiri yajulikana baridi, hata kama itakuwa siku za joto, basi bado sala alfajiri
inakuna ile hali ya kijipepo cha ubaridi baridi. Na nyingine ni swala la asiri, kwa sababu swala la asiri inatoka, yani kwa maana adhuhuri ni fukuto la joto, lakini kila muda ukienda mbele fukuto linapungua, na kwa maana hiyo kuna kujipepo upepo hivi ambacho kinakuwa kimepooza lile joto. Kwa hiyo inaitwa kwamba ni swala ya baridi katika swala la asiri. Faida nyingine ya 4 ni mwenye kuswali swala alfajiri, shahadatul malaikatu lihadhihi salam, malaika huwa wanashuhudia swala hii, na kwa maana hiyo anakuwa anapata ushuhuda, wanamshuhudia ni malaika. Mfano katika surat Isra aya nambari 78 Allah aliposema aqimis salata liduluki shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, na simamisheni swala wakati ambapo jua linatenguka na mpaka sasa. Mahalu shahidi na wa qur'an al-fajr, na kisomo cha swala al-fajiri. Kwa nini? Kwa sababu kisomo hichi kinakuwa ni mashuhuda. Mashuhuda ni chenye kushuhudiliwa, kinashuhudiliwa na malaika wa aina mbili, ambao kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, hadithi katika Bukhari na Muslim, anasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yataaqabuna fikum malaikatu bil-layli wan-nahar wa malaikatu bin-nahar. Yataaqabuna, wanapishana zam, malaika wanapishana kwenu, malaika wa usiku na malaika wa mchana. Wayajtamauna fi salati al-fajr wa salati al-asr, na wanakutana hawa katika ile kupishana kwao, wanakutana katika swala mbili, sala al-fajiri na sala ya al-asiri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, kisha wale ambao walokesha pamoja nanyi usiku mzima wako pamoja nanyi, ndio wanapanda kwa ajili ya kupeleka ripoti Allah. Fayasaluhum wa huwa alamu bihim, awauliza malaika hao, sio kama hajui, wa huwa alam bihim, anaelewa vizuri kuhusu nyinyi. Kaifa taraktu ibadi, je, waja wangu mmewaacha katika hali gani, katika condition gani? Malaika wale wanajibu, fayakulun taraknahum wa hum yusallun, tumewaacha huko duniani, tumepanda huko juu, tumewaacha wanaswali. Sala gani? Ni sala alfajiri. Na waatainahum wa hum yusallun, na tulipokwenda alfajiri tumekwenda kwa maana kwamba ile tukupishana ile kwamba amekuja malaika wa zamu kaingia alfajiri kakukuta unaswali, alafu malaika huyu sasa anaondoka, sasa anakuacha wewe unaswali. Kwa hivyo mwenye kuswali swala alfajiri wa anashuhudiliwa na malaika katika moja ya fadhila za swala ya alfajiri. Faida nyingine ni an-nuru at-tam yawm al-qiyama. Mwenye kuswali swala alfajiri basi atakuwa na nuru ambayo ni iliyokamilika kabisa siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Sahal bin Sa'di as-Sa'di ambayo rawa Imam Ibn Majah. Ana Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, bwana mtume amesema, bashir almashaina, wape habari njema wale wanaokwenda wanaotembea fi dhulam, katika giza. Giza gani? Yani kwa maana wanakwenda kutembea katika giza, lakini wanakwenda wapi? Ila almasajid, wanakwenda misikitini. Wape habari njema binuri tamma yaum alqiyama, watakuwa na nuru iliyokamilika siku ya kiyama. Kwa hiyo kumbe hii kwenda alfajiri msikitini ni kiza. Kwa hiyo nini? Bilaks akhira, badala kwamba ulikuwa duniani unakwenda katika kiza, inakwenda msikitini, sasa utakuwa unapata nuru kamili. Hii mtu hadithi anaweza akaona kwamba mbona kama hai click. Ndio hai click, kwa sababu tuko katika maendeleo, takaddum ni kwamba mji mzima unatoka nyumbani kwako mpaka unakwenda msikitini, matatu mabarabarani au katika majumba kuna ile security light. Kwa hivyo huwezi kuiona hii. Lakini kama watu ambao walikuwa wanaishi katika vijiji, sehemu ambazo mbali na miji, hadithi hii wanaiona vizuri sana kwamba hivyo mimi ninapotoka hapa msikitini nyumbani kwangu nakwenda msikitini ni giza, kwa labda atumia tochi
Kwa hiyo hawa wanakwenda katika giza, wanatembea katika giza, lakini wanakwenda wapi? Ila almasajid, wanakwenda msikitini, kwa maana kusali sala alfajiri, basi watakuwa na nuru iliyokamilika siku ya kiyama. Faida nyingine ya 6 ni an yuktabu lahu qiyam, wanaandikiwa mwenye kusali sala alfajiri kisimamo al-laila cha usiku. Rawa Muslim min hadithi Uthman bin Affan, katika sahihi Muslim hadithi Uthman bin Affan, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man salla, yoyote mwenye kuswali al-isha fi jama'atin, wa jamaa, fakaannama qama nisfa al-layl, basi anakuwa kama kwamba amesimama nusu ya usiku. Kwa ukiswali swala isha jamaa, kama kwamba ule ujira wako kama umeswali nusu ya usiku. Wa man salla as-subh bil jamaa, hii tunasisitiza sana, na mwenye kuswali swala asubuhi kwa jamaa, fakaannama salla al-layla kullahu, ni kama kwamba ameswali usiku wote. Hadithi katika sahihi Muslim. Kwa hiyo fadhila au ubora wa mtu kuswali swala alfajiri jamaa ni kama kwamba atakuwa anapata malipo ya mtu aliyoswali swala ya usiku mzima. Ya mwisho afwan, ya sabian, ya 8 ni kwamba al-amnu minan nifaq, miongoni mwa fadhila swala alfajiri kwamba mtu akiswali swala ya jamaa huwa anasalimika na unafiki. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, Sahih Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira, bwana Mtume sallallahu anasema, anna athqala as-salat ala al-munafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr, ama sala zilizokuwa ni nzito mno kwa wanafiki ni swala ya isha na swala ya alfajiri. Walau ya'lamuna ma fihima, lau kama wangelijua kuna nini, kwa maana faida gani na fadhila gani katika swala hizi mbili, basi la atauhuma walau habwa, wangeliziendea hata kama ile kwa kutambaa, kucrawl, kwamba mtu hana budi lazima aende na crawl katika mfumo ambao inabidi kama vile askari jeshi yuko katika vita. Kwa hiyo yaonekana kwamba swala alfajiri ni yani mtu kutokuiswali swala alfajiri ni symbol ya unafiki, na vile vile swala ya isha. Na mwisho kabisa iko katika Sahih Muslim hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, qala, nasema, walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiq, sisi masahaba tulikuwa tunaona, kwa maana kuona ndio msimamo wetu, yoyote hahudhurii swala alfajiri isipokuwa ni mnafik, maalumun nifaq, yani unafiki ambao ulikuwa ni maalum. Walaqad kana, na kwa hakika ilikuwa, arrajulu yu'ta bihi, mtu aletwa msikitini kwa ajili ya kuswali swala alfajiri, yatahada baina arrajulaini hatta yuqamu as-saffi, ni kwamba ilikuwa katika hali ambayo mtu au tuseme au katika hali ambayo haiko vizuri, basi yatahada baina rajulaini, anakuwa anabebwa baina watu wawili, anapata support ya mmoja, labda kamweka hapa na mmoja kaweka. Kwa hivyo huyu mtu katikati kabebo kama vile mziga, alimuhimu mpaka anaingizwa msikitini, alafu anawekwa katika safu na anakuwa anaipata ile swala ya alfajiri kwa jamaa. Kwa hivyo huu ndio ulikuwa msimamo wa masahaba katika swala hii. Waqala Ibn Umar, na amesema Ibn Umar, kunna, sisi tulikuwa, yani masahaba au salafu salih, idha faqadna al-insanu fi al-isha wa fi al-fajr, ikiwa mtu hatumuoni, faqadna yani anatupotea katika swala mbili, swala ya isha na swala alfajiri, basi asana bihi dhanni, wa mara nyingi tulikuwa msimamo wetu tunamdhania dhana mbaya. Haonekani mtu swala alfajiri, basi tunamdhania dhana mbaya kwamba huyu ndio katika wale athqalu salatu ala almunafiqin. Sasa masahaba walikuwa wao wako straightforward, yani hakuwa na kona. Haji sahaba msikitini swala alfajiri kusali na mtume, basi ikana ndio yule
wale. Sasa Waislamu wamejaribu kulisimplify ili jambo la swala alfajiri, ikaonekana kama ni kitu cha kawaida tu kwamba mtu aswali swala alfajiri. Yani tunaonekana kama, yani tunaonana kwamba mtu haonekani msikitini alfajiri, inakuwa ni kama kitu cha kawaida. Hakuna, yani hawashtuki watu, lakini masahaba walikuwa na wana mark fulani kwa wapi, fulani mbona hajaja, bana mwezi mzima huu hajaja alfajiri, huu mwezi wa pili hatumuoni. Mbona dhuhuri hapa tunamuona vishindo na hivi na hivi na hivi, la asiri vishindo, lakini alfajiri mbona hatumuoni? Kwa hivyo muundo mtazamo wa masahaba, ikiwa huhudhurii swala alfajiri basi unawekwa katika blacklist. Sisi mara nyingi huwa tunaangaliana katika hizi swala, tunasema swala za mbwembwe hizi, adhuhuri, la asiri, pengine adhuhuri mtu labda yuko ofisini kwake na hivi kutoka ofisini anakuja, la asiri basi alimuhimu tena, basi. Lakini alfajiri bwana, kama umuoni mtu alfajiri, ujue tunasema kwa lugha sasa, mchicha mtupu. Muislamu haswali swala alfajiri mchicha mtupu. Hivyo ndio ilivyo. Tunakuangalia tu sisi, nawe pika bwana, wewe swala alfajiri tunakucheki tu, wewe mchicha mtupu. Kwa hiyo hizi ndio zilikuwa ni fadhila za swala ya alfajiri kama zilivyoelezewa na katika hadithi sahihi za Mtume sallallahu alayhi wasallam.